بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea katika sura As-Saffat. Tulisimama katika aya ya 87 na 88 na 89. tulisoma بعد قول آية 87 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما ظنكم برب العالمين نيني ظنين جوا مولا نمليزي وولمونغو wote فنظر نظرة في النجوم akatazama mtazamo katika nyota faqala inni saqim akasema hakika mimi ni mgonjwa. Maneno haya kama Sheikh Ali Muhsin katika tafsiri yake ameelezea kwamba katika hii aya fanadhara nadhrata fi nujum, basi akazitupia jicho nyota kuzitazama ili apate kuona dalili ya muumba ulimwengu. Akaziona zinageuka, zinabadilika, akaziona zifai kwa Mungu. Halafu akasema faqala inni saqim, akasema kwamba mimi hakika ni mgonjwa. Kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh, tumeelezea vilivyo possibilities huenda zikawa maana mbalimbali kama tulivyokuja katika darasa iliyopita, lakini hapa yeye anasema akajihofia nafsi yake asiwe ana upotovu na maradhi ya itikadi. Ikiwa nitafuata hivi faqala inni saqimu idhan, yani nitakuwa mgonjwa ikiwa nitafuata kwamba hii miungu nyota iwe ndio miungu yangu. Kwa hivyo isiyo kwamba mimi nina maradhi ya itikadi. Na hii rai alafu tunakuja hapa kauli fatawallaw anhu mudbirin. Fatawallaw anhu mudbirin, watu wake wakamwachilia mbali na wakapuuza maneno yake. Fatawallaw anhu mudbirin aya 90, nao wakamwacha wakampa kisogo, kama kwamba walipuuza yale yote yaliyosema kuhusu Mungu. Huyu si miungu, nyinyi mnaabudu miungu ambayo si ya kweli, mnaitengeneza wenyewe. Aifkan alihatan duna Allahi turidun. Haya yote baada kueleza yote waliona mpumbavu. Hebu tumwache sisi tuendelee na miungu yetu na kwenda kuabudu. Wakatoka wakenda zao nje katika ibada zao za kutoka nje ya mji na kutizama nyota na hizi katika jumla za ibada walikuwa wakizifanya. Huko wanaabudu masanamu na wanaabudu nyota na jua na mwezi. Na kwa hivyo hapa kauli ya aya 91, wao walimwacha fatawallau, wao walimwacha anhu, tawallau anhu mudbirin, na huko wakielekea kule wanapokwenda, wakimwacha huko nyuma Nabii Ibrahim alayhi salam. aya 91 faragha ila alihatihim, basi akaiendea miungu yao. Faragha ila, ameendea kwa siri. Faqala, akasema ala taakulun hamli. Qaul ragha ila yani mala ila, amelemea, ameelekea fi khufya, kwa siri fi khufya, asijulikane, au la tariqi hila, kwa hila. Na wanatumia neno sana kauli ragha kama yarughu thalab. Thalab mbwa mwitu, sio anafanya ujanja hila zake. Kwa hivyo hapa tunapata maana kwamba faragha ila, hata mchezaji mpira anapodanganya akidribble mpira akienda huku na huku, akigeuka akifanya ujanja akimtesa yule opponent wake, wanasema anafanya murawagha. Faragha ila, kuelekea kwenye alihati, miungu yao, yani kama kwamba ili asionekane na mtu anapokwenda, ili wale watu washughulike kule kwa kujificha, ili akaenda kwa haraka akawa yuko peke yake baina yeye na miungu. Kumbe kama tulivyosema, wale walikuwa wameweka chakula chungu zima ili chakula kingi ya baraka wanapokuja,
ikiwa wale wao au kwa pale walinzi wa miungu au itakapokuwa, lakini kulikuwa kuna chakula. Na dalili akaambia faqala ala ta'kulun. Taam hii ni qarabin, wanatoa qurban wao, na ipatikane baraka katika chakula hiki au chakula kwa namna yote ya wale wao au wape wale walindaji wenye kulinda masanamu na wenye kuwashughulikia, Allahu aalam. Lakini baada kurudi kwao wakakuta wale wakuta yale masanamu kuvunjwa. Lakini wakati Nabii Ibrahim wako nje kule, Nabii Ibrahim alipoingia akachukua chakula akasogezea, akawa na hutubia khataba al-aliha bisighati man yaqil, kama wanavyosema mufassirin. Amekaa anahutubia na kuwaeleza kama mtu mwenye akili. Iko nyinyi miungu, acha nikuzungumzieni kama ni miungu. Faqala ala ta'kulun. Taib, anakuja jawabu, hajasikia jawabu. Akauliza malakum, na nini nyinyi? La tantiqun, hamzungumzi? Mbona hamli? Mna nini hata hamsemi? La tantiquna, hamzungumzi chochote, kwa nini? Hapo tena ili awe na hoja baadaye, manake atasema nimewapa chakula, nimeambia kuleni, watakula. Nyinyi mnaabudu miungu. Miungu haina madhara, haili, hainywi, haisemi, haileti manufaa yoyote. Vitu mnavichonga wenyewe, vikiharibika mnavitengeneza. Miungu sasa anatengenezwa. Manake katika akili haikubali kabisa kwamba iwe miungu hawa. Kwa hivyo hapo faragha alaihim darban bilyamin. Faragha alaihim darban bilyamin, wamefasiri kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia. Hii tafsiri kuja katika kitabu, na maelezo akasema akaingilia yale masanamu kuyapiga kwa mkono wa kulia kwa kuwa ndio wenye nguvu, akayabomoa. Maelezo. Na kama Sheikh Yasin Rushdi rahmatullah alayhi Misri huyo alipotafsiri maneno haya akasema hawa wanakwenda kuabudu na huko wanasujudia kwa unyenyekevu na unyonge na udhalilifu chini ya miungu hii. Yeye jua kwamba ragha ila amefanya ujanja kupita, lakini alafu katumia faragha alaihim, na ala tufidu al-istila. Kalimat ala tufidu al-istila, kwamba yuko juu zaidi. Na hii maana juu katika nini? Kwa nguvu, kwa thika confidence, kwa tauhid, imani yake kwamba anamwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli. Hum yasjuduna yatadhallaluna laha, ama Ibrahim hajidhalilishi na kusujudia. Ragha alaihim, amewaingilia juu yao kwa nguvu zake. Halafu akasema faragha alaihim dharban, kwa mpigo. Tena mpigo wenyewe bilyamin. Wakasema bilyamin kama alivyoelezea Sheikh Ali hapa katika kwa hivyo katika zani akapiga kwa nguvu kwa mkono wa kulia wenye nguvu, na mara nyingi mkono wa kulia ndio wenye nguvu. Na alquwa alyamin kama ilivyokuja aya za nyuma hapo tumesoma, ni wanapokuwa wanahasimiana makufari katika na huko kwa motoni, anaambia wale mabwana zao wadhaafa, wanaambia nini? Kubarahi wanaambia innakum kuntum ta'tunana bilyamin, mlikuwa mkitujia kwa nguvu zenu, mkitulazimisha, kwa sababu mnatupa riziki, mnatupa mishahara, mnatupa ni, kwa hivyo mlikuwa mkituonea, mkitukontrol kwa kila jambo. Ikiwa bilyamin quwwa, naam, Mwenyezi Mungu anasema walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, law angejaribu kupenyeza maneno yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi la akhadna minhu bilyamin. Ikiwa bilyamin kwa nguvu zetu wa kuume, mkono wa kuume. Ikiwa bilyamin kwa adilifu vipi natia neno lako mbele ya Mwenyezi Mungu? Al-adl nakuja maana bilyamin bil-adl al-ilahi. Kwa hivyo ukitizama hapa bilyamin
ikiwa ni nguvu, ikiwa ni mkono wa kuume, ikiwa maana uadilifu. Haya yote yamekuja maana kuelezewa maana nini faragha alaihim. Lakini dalili ya kuonesha kwamba katika kuvunja masanamu amevunja kwa nguvu na kutokuogopa, na kwamba yeye ndio mwenye amri ya kufanya analotaka, na miungu haiwezi kusema bali inanyenyekea kuvunjwa, kwa sababu la haisemi, ni vitu tu visivyokuwa na uhai, visivyokuwa na uwezo wote wa kujitetea. Faragha alaihim dharban bil yamin, mpaka wakavunja akaachia judhadha pande. Hapa tukitizama maana nyingine, faragha alaihim dharban, akaviendea kwa nguvu zake, akapiga dharban bil yamin, kwa ile yamin. Tunachukua maana nyingine sasa, na yamin kile kiapo alichokiapa. Ikiwa hii maana bil yamin bil half bil qasam aliweka mwenyewe ameweka, lakini kasema nini? Hina qala tallahi la akidanna asnamakum. Kule tunasoma kwamba alipoambia sasa na kutokuogopa kabisa kwa kiapo kwamba nitaifanyia kedi, nitaifanyia mbinu zangu masanamu yenu mtapokuwa mmeondoka. Hivi ndivyo alivyosema Nabii Ibrahim. Alivyosema katika surati Ibrahim kwamba mwacheni kuabudu mnavyoabudu, kuwafuata wazee wenu walikuwa wakiabudu na nyinyi mnafuata kama wakifanya wao. Nyinyi wazee wenu mlikuwa katika dhalali mubini, katika upotofu uliokuwa wazi kabisa. Akasema mwabuduni rabbukum rabbus samawati wal ardh alladhi fatarahunna, ambaye ndio alizoziumba vitu hivi alivyoviumba. Wa ana ala dhalikum min ashahidin, mimi natoa shahidi wangu kwamba yeye ndio muumbaji wa vitu hivyo. Halafu ndo akatoa kiapo chake, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Na hapa kwa Allah, na hii ta lilqasam, ta القسم تلفظ بلفظ الجلالة فقط، تا لازم يجي لفظ الجلالة تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تبقوا شكون دوكا. فجعلهم جذاذا، vunja vipande illa kabiran lahum, isipokuwa yule mkubwa wao, na kawacha maksudi kwa sababu atumie hoja kwamba unaona nani alifanya, tazama shoka liko wapi, la'allahum ilayhi yarji'un, mrejeeni huyo muulizeni. Simemweka Mungu, yeye atatetea, ataeleza ukweli wote uliotokezea, atakwambia nani aliyofanya. Kwa hivyo hikma ya kumwacha yule mkubwa peke yake, angelimwacha mdogo. Vipi mdogo anaweza kuonea wakubwa? Lahu mkubwa mwenye power kuliko wote wadogo, miungu midogo. Kwa hivyo kamwacha kabira lahum la'allahum ilayhi yarji'un, wamrejea na kumuuliza. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, nani alifanya miungu yetu hivi? Yuko katika dhulma, amedhulumika dhalim. Qalu sami'na fatan, tumesikia kijana mmoja hapa, yadhkuruhum, wakimtaja, yuqalu lahu Ibrahim, anaitwa nani? Ibrahim. قالوا فأتوا به على عيون الناس، leteni mbele ya macho ya watu, la'allahum yashhadun, washuhudie namna gani tupomtesa tumwadhibu. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم, wewe umefanya hivi kwa miungu yetu? قال بل فعله كبيرهم هذا, aliyefanya huyo mkubwa wao, fasaluhum, waulize wote walivunjwa na yeye huyo, in kanu yantikun, kama wanaweza kusema. فرجعوا إلى أنفسهم, wakajirudi nyuma wakajiona kama wapumbavu, wajinga kabisa, wadhalilifu. Faqalu, wakasema, innakum antum dhalimun, hakika nyinyi ndio madhalim. Thumma nukisu ala ruusi, pale wakageuka. Laqad alimta ma haula yantikun, najua kwamba hawa hawezi kusema, sio? Qala afatabuduna min dunillah, mnamwabudu ghairi Allah, ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, mnamwabudu yule ambaye hakupini manufaa yote wala madhara yote. Uffil lakum,
قول أف لكم ولما تعبدون من دون الله mambo mawili ufi lakum walima ta'buduna min dunillah ufi lakum aibu yenu na aibu juu hiyo mnayoabudu ghairi Allah masanamu ya uongo mkafanya ndio miungu ufi lakum neno hili ufi manake kuonesha upumbavu wa hali ya juu kabisa hii maana moja ya ufi lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun hampimi nyinyi katika akili zenu hayataka kusikiza maneno yenye maana hayataka na kule imetumika wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā katika sura Isra wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mwafanyia wazee wawili ihsan hasa kwa utu uzimani wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā msije ukasema hata kule imefasiriwa uffin neno dogo kabisa la kuweza kusema lila kuonyesha kwamba hujapendezewa na jambo au lenye kumfanya mtu akireke dogo kabisa kumtukana kukunja uso kusema hata naye mzee hachoki naye huyu mama naye huyu baba hachoki ile imechukuliwa pia maana kule hata wafasiri wakasema leo kuna neno dogo zaidi ya kuchukisa la mwisho kuliko basi Mwenyezi Mungu angelitumia tafsiri mufasiri wamesema kwa hivyo pale naonesha jambo la aibu jambo la upumbavu jambo la ujinga na mtu kufanya mzee wake aliyemlea na mpaka akawa alivyokuwa halafu akamdharau na kumpuuza na kumfanyia jeuri na kutokumfanyia wema hapo inahitaji neno kwa hivyo ni hapa ina neno baya kwa itakapokuwa hii au maana ile ufin lakum ni aibu kwenu pumbavu juu yenu nyinyi walima ta'buduna min pumbavu juu yenu yaabudu min duni la ghayra Allah afala ta'qilun kama mtatumia akili mtawacha yote hapo tena kaja nini qalu hariquhu wansuru aliyatakum Mungu zeni na mnusuru miungu yenu hapa tunakuja hapa fa aqbalu ilayhi yazifun wakarejelea na huku wanakuja kwa haraka فأقبلوا إليه يزفون نعم wakaelekea wakamwelekea yeye na huko wanakuja kwa haraka na hii yazfun yani qiraat zimekuja 64 kuhusu neno hili lakini tutizame walipokuja faaqbalu ilayhi yazifun qala nini baada kurudi wamesema alipofika mbele yao faaqbalu ilayhi walipokuja mbele yao yazifun kwa haraka na spidi aya inasema baadaye qala ata'buduna ma tanhitun kasema nini yeye kasema nabii Ibrahim hal ata'buduna ma tanhitun hivyo nyinyi mnaviabudu vitu ambavyo mnavichonga wenyewe nyinyi ma tanhituna naht hii sculpture wanasema ile kuchonga na kama wanavyofanya miungu wanapochonga katika makanisa yao kama Michelangelo maarufu Michelangelo na sanamu kubwa na katika kanisa liko Ufaransa nafikiri kazi ya naht kuchonga iko mbao iko mawe iko chochote kile ukafanya shape ya mbalimbali ikafanya baadaye kuwa ndo miungu na kuabudiwa kwa hivyo qala ta'buduna ma tanhituna yani hii inaonyesha mnaabudu kitu ambacho kazi zenu mikono yenu wenyewe mnofanya ustadi wenu wa kuchonga mzuri na kuweza kujenga kutengeneza shape mbalimbali ilmu nahti hii ilmu ya kuchonga hii ina uhodari si kila mmoja anaweza kufanya kwa hivyo lazima wawe watu ma expert wa kuchonga kwa hivyo mnaabudu ile ambayo mnaitengeneza wenyewe matanhituna ataabuduna matanhituna hivyo mnaabudu vitu mnavyovichonga wenyewe wallahu khalaqakum na ilhali Allah ndiye aliyekuumbeni
wama ta'malun, na yale yote mnayofanya, vitendo vyenu vyote hivyo mnavyofanya ni kwa uwezo wa Allah. Amekupeni akili na amekupeni uwezo wa kufanya chochote, akakutizameni katika mtihani mkubwa katika maisha yenu. Mtamwabudu yeye aliyokupeni uwezo wote huu, au mtakaa mnafanya kwa uwezo aliyokupeni mkenda kinyume na maamrisho yake? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Hayo yote yalikuwa upuuzi kwao. Kwao walikuwa wataki kusikia neno lolote lenye kuwazindua, bali wao wameshika tu, wanataka kutekeleza lile lilokusudia. Qalu ibnu lahu bunyana, qalu ibnu lahu bunyanan faalquhu fil jahim. Qalu ibnu lahu bunyanan, wakasema mjengeni nini? Bunyana ni jengo. Faalquhu, kisha mumtupe. Faalquhu wapi? Fil jahim. Yani moto wao wamefanya kama mtupeni motoni. Jahim tunatumia neno la moto siku ya kiyama, lakini kwa wao jinsi moto ulivyokuwa mkubwa, hata udogo wa jahim wa moto wa siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu ametumia neno hili kama kwamba jinsi moto huu ulikuwa sio moto wa desturi, hata imefika hadi kwamba hakuna anaweza kusogelea, utamunguza. Moto huu lazima wajenge jengo, mnara mrefu, halafu baadaye wampandishe juu, halafu wamvurumishe. Alquhu, mtupeni, mvurumisheni. Fi jahim, yani afungwe halafu arushwe. Wanatumia zile nini, manjaniq wanasema. Kama fikra ya panda hii imekuja kutokana na manjaniq. Manjaniq ndio silaha walikuwa wakitumia zamani, wakikaa kwa mbali wanatia mawe ya moto, halafu wanalifunga bao nyuma kwa kamba, halafu wakikata kamba ile bao linatoka kwa spidi na kurusha mawe ya moto, yakifika kwenye majumba yao au popote pale na kuanza kuunguza. Kwa hivyo hii ndio فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هي aya ngapi? Ya 97. Wakasema mjengeni jengo na kisha mtupeni motoni humo. Na tukitizama hasa katika haya sura Anbiya wamesema nini? Katika sura Anbiya قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Walisema basi muunguzeni na inusuru miungu yenu, in kuntum fa'ilin, kama mnataka kufanya jambo la maana basi fanyeni hivyo. Hapo ikaja kulna, tukasema Mwenyezi Mungu asema ya naru, tumeipa amri moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Zile tabia za mada yoyote aliyoiumbia Mwenyezi Mungu ya kutekeleza property zake, Mwenyezi Mungu anapotoa amri yake huzuia zile properties, akatekeleza anataka kufanya. Ilivyo moto, kazi yake kufua ni moto sana, joto kuleta joto na kuunguza. Mwenyezi Mungu akajalia vitendo vyake visifanyike kwa baadhi ya vitu kwenye moto huo na vifanyike kwa vingine. Kamba alizofungwa nazo na kurushwa la havijamunguza wala hajababua yeye mwenyewe, wala kubabuka wala kubadilika au kuwa na joto, bali kajalia kamba ziungue hapo hapo aliporushwa tu. Kamba alizofungwa zote zimeteketea, na yeye la haijamgusa moto la katika kumunguza wala kumtia joto. Kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kuni ewe moto ya naru kuni bardan, usimtese kwa joto lako, wa salama, usimunguze kwa moto wako, ala Ibrahim. Kwa hivyo wao kedi zao bure, waradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Walitaka kumfanyia mbinu na hila kumunguza na kumtesa, sisi tukajalia wao ndio walipata hasara, wanajainahu, na tukamwokoa yeye pamoja na Lut. Naam. Kwa hivyo hapa tunapata
ya kutokana na aya hizi ambazo tumesoma leo katika sura Safat kuanzia aya 90 fatawallu anhu mudbirin faragha ila alihatihim, akaendea miungu yao kwa siri na kificho na ujanja na hila, na faqala ala taakulun, kauliza mbone hamli, akasogezea chakula mbone hamli, ili wapate hoja kusema mbele ya wale. Malakum la tantikun, mbone hamsemi, mbone hamli, mbone hamsemi. Faragha alaihim darban bilyamin, akaingilia kwa nguvu na kupiga piga na kuvunja vunja misanamu yote, wakabakisha shoka juu ya sanamu ile mkubwa. Faakbalu ilayhi yazifun, wakamkabili na kuja mbele yake, wakamwelekea mbio mbio anakuja, na yeye akajibu qala ta'buduna ma tanhitun, mnaabudu ambayo mnaichonga wenyewe kwa mikono yenu, wallahu anastahili kuabudiwa Allah, khalaqakum alikumbeni, wama ta'maluna, na hivi vitu mnavyofanya vyote ni Mwenyezi Mungu yeye alikupeni uwezo huu. Qalu ibnu lahu bunyanan faalquhu fi jahim, wakasema mjengeni jengo mnara, halafu kutokana na juu kwenye mrengo mvurumisheni, faalquhu, mtupeni, fi jahim, katika moto mkubwa ulowaka. Faradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin, faradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin, walimtakia kufanya kedi yao, mbinu zao, na sisi tukajalia watu wa chini kabisa, asfal, wa chini kabisa. Tazama aya Mwenyezi Mungu aliyosema katika sura Al-Anbiya, anasema alipokuwa wanataka walipokwisha kutaka kumunguza na moto kaamrishwa kuni balda na salama ala Ibrahim, wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Surat Al-Anbiya, wa aradu bihi, wakataka kwa huyu Ibrahim kumfanyia kedi yao, mbinu zao, ujanja wao, hila zao, conspiracy, muamara, mpango uliokusudia. Fa basi ja'alnahum, tukawajalia wao al-akhsarin, wao ndio wenye hasara. Wanajainahum, na tukamwokoa Ibrahim. Faja'alnahum al-akhsarin. Hapa anasema nini? Anasema hapa faaradu bihi kaida. Hapa wa aradu bihi katika Al-Anbiya, katika surati As-Safat, faaradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin. Al-akhsarin kule al-asfalin, walokula hasara, watu wa motoni. Al-asfalin, watu wa chini kabisa katika moto. الأسفلين المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الأسفلين كذا سفله يمكنباو mtu hakiri, mtu mdogo kabisa. La safl asfal ni kitu cha chini kabisa, na hii ni kinaya kitu kilichokuwa kibovu kabisa chini, au kilichokuwa hakina maana bali chenye kuchukiza. Hapo tena waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi naelekea kwa Mola wangu anipe hidayah. Na ajabu yake kama imekuja kule, wanajainahu lutan, wanajainahu wa lutan, na pamoja na Lut mtoto binami yake, ila al-ardhi allati barakna fiha lilalamin. Naam, kwa hivyo hapa tutasita kwa leo. Tumeanza aya 90 mpaka aya 99 inshallah. Hadha wallahu a'lam.